Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Miongoni mwa ripoti zetu katika siku ya leo, tunaitazama China na Urusi na tunatazama ni kitu gani hasa kimeyafanya mataifa haya mawili kuwa na ushirika wa kudumu na kusaini mkataba wa ushirika huu. Hizi mbili ziliunganishwa na usoshalisti wakati wa kipindi cha rais wa kwanza wa Urusi Vladimir Lenin, lakini pia na viongozi mbalimbali waliopita katika mataifa haya wakiyaongoza kwa uweledi mno kupitia tawala za mfumo wa kisoshalisti. Katika nyakati hizi walipokuwa wakitembelea katika uwanja wa Tiananmen mjini Beijing mnamo Septemba mwaka uliopita, rais wa China Xi Jinping na rais wa Urusi Vladimir Putin walionekana kujadili uwezekano wa upandikizaji wa viungo vya binadamu kuongeza kwa kiasi kikubwa maisha ya mwanadamu, lakini pia wakijadili mambo kadhaa ya namna ya kuhakikisha wanaondoa utawala wa Kimarekani na kutengeneza utawala mpya. Ni mpango wa muda mrefu ambao ulipangwa kati ya China na Urusi. Lakini katika nyakati hizi maendeleo ya sayansi na teknolojia yanazidi kuwaweka pamoja China pamoja na Urusi, na ndio maana wanatafuta namna ya kuweza kuhakikisha binadamu wanaishi kwa muda mrefu zaidi. Kijaribu kutafuta njia mbadala, wanaona kwamba mwanadamu anaweza kuendelea kupandikizwa viungo. Kadri mtu anavyozidi kuishi kwa muda mrefu ndivyo anavyozidi kuwa kijana na huenda hata akaweza kuishi milele. Mkalimani wa Putin alisikika akisema, wapo wanaotabiri kuwa katika karne hii binadamu wanaweza kuishi hadi miaka 150. Mkalimani wa Xi Jinping alijibu. Mazungumzo hayo yalionekana kufaa kwa viongozi wote wawili wenye ushawishi mkubwa ambao hujitaja kuwa marafiki wa karibu. Baada ya miongo kadhaa madarakani, hakuna dalili kwamba wanapanga kuacha uongozi hivi karibuni, ila tu wanapanga mipango ya muda mrefu ya ushirika zaidi wa mataifa yao na ushirikiano utakaowafanya waweze kuendelea kuwa mataifa yenye nguvu duniani. Mazungumzo hayo ya kawaida yalitoa mwanga wa nadra kuhusu uhusiano ambao hueleweka vibaya. Ni miongoni mwa fursa chache ambazo umma unaweza kuona kwa karibu mahusiano ya viongozi hao wawili ambao kwa kawaida huwa wasiri sana. Putin anatarajiwa kurejea Beijing wiki hii kuadhimisha miaka 25 ya mkataba wa ujirani mwema na ushirikiano wa kirafiki kati ya China na Urusi. Kwa miaka ya hivi karibuni, China na Urusi zimeeleza uhusiano wao kama urafiki usiokuwa na mipaka. Hata hivyo, urafiki huo umejengwa juu ya nini na unaweza kudumu kwa muda gani? Basi tutazame uhusiano huu na masharti ya uhusiano huu kati ya China na Urusi. Kwa mujibu wa Alexander Gabuev, uhusiano kati ya nchi hizi mbili hauna usawa na makubaliano mengi yanafanyika kwa masharti yanayonufaisha China na Urusi. Urusi imewekwa mfukoni na Uchina na Uchina imewekwa mfukoni na Urusi, na Beijing inaweza kuwapangia masharti pia. Wachambuzi wanasema kuwa Urusi sasa inategemea sana China kiasi kwamba Beijing inaweza kuwa na uwezo mkubwa wa kuathiri mwelekeo wa mahusiano hayo, lakini hali hiyo inaonekana zaidi katika sekta ya uchumi. China ndio mshirika mkuu wa kibiashara wa Urusi, lakini Urusi inachangia takribani 4% pekee ya biashara ya kimataifa ya China, lakini wachambuzi wanasema ni kutokana na hali ya vita vinavyoendelea nchini Urusi. Lakini pia moja kati ya jambo ambalo China inategemea zaidi kutoka Urusi ni teknolojia ya hali ya juu ya silaha na vita. Ndicho ambacho Wachina wanakitegemea zaidi kutoka kwa Warusi. Licha kwamba Urusi haikutaka Uchina ingilie vita hivi, ni vita ambavyo Urusi imeona inavimudu na kwamba Wachina wao wanatazama namna ya kuiwezesha Urusi kiuchumi. Uchumi wa China pia ni mkubwa zaidi kwa kiwango kikubwa ukilinganishwa na ule wa Urusi. Miaka ya vikwazo vya magharibi imeifanya Moscow kuimarika zaidi kibiashara kutokana na Beijing. Makampuni mbalimbali ya Beijing yamewekeza kwa kiasi kikubwa huko nchini Urusi, na hata Warusi nao wakiwekeza kwa namna fulani nchini Uchina. Hata hivyo, Urusi haitaki kuwa mshirika mdogo. Ripoti za hivi punde kutoka shirika la habari la Bloomberg limebaini kuwa zaidi ya 90% ya teknolojia zinazokabiliwa na vikwazo ambazo Urusi huagiza kutoka nje sasa zinatoka China, na ni ongezeko la 10% ikilinganishwa na mwaka uliotangulia. Urusi inafahamu vyema hatari zinazotokana na utegemezi huo. Katika makala ya hivi karibuni iliyoandikwa na Dmitry Trenin yenye kichwa hatumpigii mtu magoti, alisisitiza kuwa Urusi haitaki kuwa taifa tegemezi kwa nchi yoyote duniani. Akizungumzia China alisema, ni muhimu sana kwetu kudumisha usawa katika mahusiano yetu na kukumbuka kwamba Urusi si dola kubwa ambalo haliwezi kuwa mshirika wa daraja la pili. Hata hivyo, Moscow ina chaguo chache mbadala kwa Beijing. China ndio mnunuzi mkubwa anayetoa mahitaji, na ukubwa wa soko unaohitajika hauwezeshi Urusi kuendelea kustahimili athari za kutengana kwake na nchi za kimagharibi.
Jambo pekee ambalo wakati huu linaisukuma Urusi na China kuwa pamoja, kwa mujibu wa Marcin Kazmansky, China inafahamu tofauti kwamba lazima itengeneze uhusiano na taifa lenye nguvu duniani ambalo ni Urusi. Katika mataifa ambayo China inashirikiana nayo, ambayo pia ni washirika wa muda mrefu, ni Urusi pekee ambayo ina nguvu, hasa nguvu ya kiuchumi, lakini pia nguvu ya kijeshi. Ndicho ambacho China inategemea zaidi kutoka kwa Warusi. Licha ya China kuwa na silaha hatari, lakini baadhi ya silaha zake inategemea zaidi kutoka nchini Urusi. Mtazamaji wa The World News, moja kati ya jambo lingine ambalo linatajwa ni pamoja na nishati na usalama wa kimkakati. Urusi inamiliki rasilimali kubwa za nishati ambazo zina umuhimu wa kimkakati kwa China. Katika mkutano na waandishi wa habari mwezi Mei, Vladimir Putin alisema kuwa pande hizo mbili zilikuwa karibu kuchukua hatua muhimu sana katika ushirikiano wa mafuta pamoja na gesi. Kauli hiyo huenda ilihusu mradi wa bomba la gesi la Power of Siberia 2 ambalo linatarajiwa kusafirisha mita za ujazo bilioni 50 za gesi za Urusi kwenda China kupitia Mongolia. Kwa China, ushirikiano huu ni muhimu hasa wakati kuna wasiwasi kuhusu usalama wa usambazaji wa nishati kupitia mlango wa bahari wa Hormuz. Lakini pia urafiki wa China na Urusi unawawezesha kupanga mikakati mikubwa zaidi, na mpango wao mkakati mkubwa ni kutaka kuangusha utawala wa Kimarekani ambao kwa muda mrefu unaonekana kuwa ni utawala wa Kimagharibi ambao umekuwa wa unyonyaji. Wachambuzi wanasema kwamba historia ndefu ya kuimarika kwa mahusiano kati ya Urusi na Uchina ni kutokana na mwelekeo wa kujenga uhusiano wa kimatendo zaidi ulioanza tangu enzi za viongozi wa Umoja wa Kisovieti kama Andropov, Chernenko, Gorbachev, Yeltsin, lakini pia na viongozi wengine mfano wa rais wa kwanza wa nchi ya Urusi Vladimir Lenin. Wachambuzi wengi wanaamini kuwa licha ya tofauti zilizopo, uwezekano wa kuvunjika kwa uhusiano katika siku za hivi karibuni ni mdogo mno. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.